Katika Uislamu kuna mlango wa alwala walbara, mlango wa kupenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na kunusuriana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile kuchukiana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na huu ni mlango mkubwa sana katika aqida ya Kiislamu, kwamba kafir yajibu an tubghidahu, kafir lazima umchukie kwa sababu ni kafir. La yani kwamba unapomchukia maana yake ukamfanyia uadui, ukampige, umuibie. Hapana, simdhulumu haki yake, lakini unachukia shakhsia yake kwa sababu ya kufuru yake. Hakadha sahib bid'a, unachukia bid'a yake aliyokuwa nayo kwa sababu ya kufanya kwake bid'a. Hakadha mtu wa fisq, la budda min alhubbi fillah walbughdhi fillah, lazima kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na huu ni mlango mpana sana. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wala tarkanu ila alladhina dhalamu, usiegemee kwa waliodhulumu ukawanusuru ukawasifu, inaingia katika mioyo, ukawa unapenda kwa mioyo, au ukawapenda kwa mdomo, ukawa unazungumza unawasifu kwa sababu tu wamefanya mambo fulani mazuri. Mfano, makufar wanasifika kwa ahadi nzuri, kwa ahadi akisema tukutane saa 9, yani makufari wa nchi za magharibi akisema tukutane saa 9 ni saa 9 kweli. Hili jambo zuri, lakini haina maana sasa umpende mazima kwa sababu ya kufanya kwake uzuri katika jambo la ahadi. La, haina maana hiyo. Al-kufru ashaddu min dhalika, kufru aliyokuwa nayo ni kubwa kuliko hilo. Wa hakadha mubtadi', mtu wa bid'a, inawezekana mtu wa bid'a akazungumza jambo fulani la haki, akamradi kafir akazungumza jambo la haki, akamjibu kafir jambo la haki, kwa sababu tukaisema haki hii, wewe ukampenda mazima. Hakuna mtu mzuri kama huyu, watu wengine hamna kitu, pamoja na kwamba mtu huyu mutalabbisun bid'a, ameshikamana na bid'a wa dalalat, na ameahidiwa adhabu na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya zile bid'a alizokuwa nazo. wala tarkanu ila alladhina dhalamu fatamassakumun nar. Tukiangalia matukio yanayoendelea sasa hivi katika ulimwengu wa Kiislamu, mizani hii ya kisheria imekuwa ngumu kwa watu wengi sana. Utakuta baadhi wanawasifu Mayahudi kwamba wale watu wako vizuri, bali utamkuta moyo wake unawapenda kabisa Mayahudi na kuwanusuru kabisa Mayahudi. Moyo wake, achilia mbali tu kuwa anazungumza kuwasifu silaha walizokuwa nazo, uwezo waliokuwa nao, lakini mapenzi yale yamepenya katika moyo wake. Moyo wake unaona wale watu wazuri kabisa na hawana tatizo lolote, bali wengine wanaathiriwa na komenti za mitandaoni za makufari wengine katika mitandao, au watu wengine wasiojielewa, za kuwasifu watu wale katika mambo yao ya kidunia kwamba wako vizuri, na yeye akasifu na akaingiwa na mahaba ndani yake. La shakka anna hadha khatarun adhim, jambo hili lina hatari kubwa sana, kwa sababu huku ni kuwapenda ahlul kufri, huku ni kuwapenda makufar, na haijuzu kwa Muislamu kumpenda kafir. La shaka fi dhalik, Uislamu uko mbali kabisa na jambo hili. Watu hawa unawasifu wamemtukana Allah subhanahu wa ta'ala, wakasema inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya, hakika Allah ni fakiri, sisi ni matajiri. Hawa amesema inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya,
Allah ni fakiri na sisi matajiri. Vipi utawapenda watu kama hao? Wamemtukana Allah subhanahu wa ta'ala, na wamesema Allah subhanahu wa ta'ala mikono yake imejikunja, yani hatoi. Ndio kuelezea kumsifu Allah kwa ubakhili. Waqalat alyahudu yadullahi maghlula, na Yahudi wamesema mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala imekunja, yani hatoi. Allah akawajibu akasema ghullat aydihim wa lu'inu lima qalu, mikono yao wao ndio imekunjwa na wamelaaniwa kwa yale walioyasema. Hawa watu wamelaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israil, walilaaniwa waliokufuru katika bani Israil, ambao ndio Mayahudi hao. Walilaaniwa waliokufuru katika bani Israil ala lisani Daud, katika kinywa cha Daud alayhi salam, wa Isa ibn Maryam, na Isa ibn Maryam amebainisha. Mitume hao Allah subhanahu wa ta'ala wamebainisha kuwa watu hao wamelaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika bima asaw, wamelaaniwa kwa sababu ya kumwasi kwao Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kanu ya'tadun, na walikuwa wakifanya uadui wa vitendo, uadui wa maneno. Vitendo walikuwa wakiua manabii. Hawa Mayahudi walikuwa wakiua manabii. Miongoni mwa sababu za kulaaniwa, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu, walikuwa hawakatazani munkar waliokuwa wakifanya. Wanafanya munkar alafu hawakatazani, wanaangaliana, bali wanashabikia, bali wanaenezeana hizo munkarat, wakalaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi uwapende watu kama hawa? Mal'unin, wamelaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan, vyovyote itakavyokuwa, maendeleo yoyote watakayokuwa nayo, teknolojia yoyote, silaha zozote watakazokuwa nazo, uwezo wowote watakokuwa nao, haukufanyi wewe uwapende na kuwanusuru. Wala tarkanu ila alladhina dhalamu fatamassakumun nar, vyovyote iwavyo haitakikani uwapende watu kama hao. Lakini vile vile tukiangalia kwa upande wa pili, vile vile kuna watu wanawanusuru ar-rafidha, marafidha hawa, shi'atu rafidha, mashia wa kirafidha, wanaomtukana Abu Bakr na Umar na Uthman, wanaomtusi mke wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wanaomwabudu Hussein na Ali badala ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wanarusha kombora, wanasema ya Hussein ya Hussein, wanasema ya Ali badala ya kusema ya Allah. Wanaomba nusra kwa Ali, wanaomba nusra kwa Hussein badala ya kuomba nusra kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wakati Allah subhanahu wa ta'ala anasema iyyaka na'budu. Tukiswali tunasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, peke yako Allah tunakuabudu na kwa peke yako tunakutaka msaada. Wao wanataka msaada wakirusha kombora kwa Ali na Hussein na Fatima az-Zahra. Vipi tutawapenda watu kama hawa ambao wanawatukana masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakati Allah subhanahu wa ta'ala amesema radiyallahu anhum wa radu anhu, Allah amewaridhia na wao wamemridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Na akasema fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, Mayahudi wakiamini kama mlivyoamini nyinyi, yani nyinyi masahaba, kina Abu Bakr, kina Umar, kina Uthman, kina Ali, kina Aisha na wengineo, kina Abu Huraira. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi, wakiamini kama mlivyoamini nyinyi, faqad ihtadaw, watu hawa watakuwa wameongoka.
kwa maana imani ya masahaba hawa kina Abu Bakr na Umar na Uthman na Ali na Aisha na Khadija na wengineo katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni imani ya sawa sawa, ni imani ya kuigwa. Hawa wanakuja wanawakufurisha na kuwalaani masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, halafu wewe unawapenda kwa sababu wamerusha kombora kwa Mayahudi, kwa sababu wamerusha vikombora kwa Mayahudi, ukavunjavunja vijumba, ukawapenda na ukawaunga mkono. Unaingia katika makatazo, wala tarkanu ila alladhina dhalamu fatamassakumun nar, msiwapende waliodhulumu na kuwanusuru. Na hawa wamedhulumu kwa sababu wanadhulumu haki ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kumuomba yeye peke yake. Wanamuomba Fatima, wanamuomba Hussein, wanamuomba Ali. Wamedhulumu haki ya masahaba waliozakiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amewazaki masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wao wanawakufurisha. Allah subhanahu wa ta'ala amemzaki na kumuondoshia tuhuma mke wa Mtume sallallahu alayhi wasallam Aisha, wao wanamtuhumu Aisha radhiallahu anha kwa mabaya, kwa uovu, kwa ufuska. Halafu wewe unawapenda? Hawa ni madhalimu, na hawa ni juz'un min almunafiqin, ni sehemu katika wanafiki. Tena unafiki wao haukuwepo kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Unafiki wa aina hii ni mkubwa kuliko unafiki wa kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Abdullah bin Ubay bin Salul ambaye alikuwa kiongozi wa wanafiki kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, alitosheka na kudhihirisha Uislamu na kuficha kufru. Basi kufru alificha, alidhihirisha Uislamu. Ama munafiquna wa kirafidha wanadhihirisha Uislamu, lakini Uislamu potofu. Wanadhihirisha Uislamu usiodhihirishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanatangaza Uislamu uliopindishwa, Uislamu wa kumtukana Abu Bakr na Umar na Uthman, Uislamu wa kumtukana mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Uislamu wa kusema Qur'an hii imebadilishwa, imepunguzwa, Uislamu wa kusema kwamba Jibril alifanya khiana, badala kupeleka utume kwa Ali akapeleka kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uislamu huu ndio wanaodhihirisha wao, sio Uislamu ule wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo aina hii ya unafiki waliokuja nao hawa ni mbaya kuliko unafiki wakina Abdullah bin Ubay bin Salul. La shakka kwamba wanafiki ni ashaddu kuliko makufari wa asli. Innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar, wanafiq wao watakuwa chini kabisa ya moto kuliko wengine. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala as-salamata wal afiyah. Tuendelea kesho inshallah kubainisha baadhi ya dalalati za Mayahudi pamoja na